Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Nasria Nasir Ali. Asante sana Mheshimiwa Spika. Awali yote kwa maneno ridhaa yako Mheshimiwa Spika, niweze kutumia mkalimani wa lugha ya alama wakati nachangia na nauliza swali kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Unanusu uweze kukaa? Anaweza kukaa. Mheshimiwa Spika, nafurahi kupata nafasi kuuliza swali la moja kwa moja kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Serikali imefanya uwekezaji mkubwa katika swala zima la elimu hapa nchini, lakini pia serikali imeweza kujenga miundombinu bora ya elimu hapa Tanzania ikiwemo madarasa, lakini pia kumekuwa na uhitaji wa madarasa hususan kwa watu wenye ulemavu. Lakini swali langu, je, Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali ina mkakati gani wa kuimarisha haya madarasa ya watu wenye ulemavu pamoja na miundombinu katika wilaya, katika shule za wilaya na mikoa? Je, kuna mkakati gani wa kuimarisha swala la miundombinu ya madarasa ya watu wenye ulemavu? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, ni mpongeze Mheshimiwa mbunge kwa kulileta swali zuri ambalo linagusa watu wengi katika jamii yetu ya Tanzania na dunia kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa kuzingatia miundombinu ambayo inajumuisha watoto wa Tanzania wenye mahitaji maalum kama ambavyo Mheshimiwa mbunge ametoka kuulizia. Hivi tunavyoongea, Mheshimiwa Spika, serikali imekuwa ikiboresha baadhi ya shule ambazo hazikuwa na miundombinu hiyo na kuzingatia katika ujenzi wa shule hizi mpya kwamba lazima pawe na miundombinu rafiki ambayo inazingatia mahitaji maalum ya watoto wa Tanzania ambao wana uhitaji wa miundombinu iliyo rafiki. Mheshimiwa Spika, nimetembea mikoa mbalimbali, kila shule ambazo nilizitembelea nimekuta zimewekewa utaratibu huo wa miundombinu ambayo ni rafiki kwa watoto wenye mahitaji maalum.